Kwa majina naitwa Imara Norasco Sampala, ni mwanafunzi wa mwaka wa kwanza katika Chuo Kikuu cha Dodoma. Nachukua degree ya Cultural Heritage and Tourism. Mafunzo yangu ya JKT nimeyapata katika kikosi cha Lua JKT 846 kilichopo mkoani Rukwa ambako ndio nyumbani kwetu. Katika mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa ni mambo mengi ambayo nimejifunza, ambayo kwangu mimi naona na manufaa makubwa sana, kwa sababu hata system ya maisha yangu nimejikuta ni yakiendeshwa na ile mitazamo au sheria ambazo kiwa kama mwongozo maalum katika kituo chetu cha mafunzo kile cha jeshi Lua. Sababu pale walipotoa yale majina ya selection kwa ajili ya watu wa kwenda JKT, mimi kwa mara ya kwanza sikupata nafasi ya kuchaguliwa. Hata mara ya pili sikupata nafasi ya kuchaguliwa, lakini nilimuomba mzazi wangu, ingawa naye alikuwa ameasiliwa na ile notion kwamba hautaki kwenda jeshini kwa sababu kule kuna mambo mabaya, mtoto wangu unaweza kaenda kupoteza maisha. Akasema, mama, kama mimi ni wakufa hata hapa nyumbani naweza nikafa, acheni tu nikapate mafunzo yangu katika kikosi hicho kilichopo karibu na nyumbani. Wakaniruhusu, licha ilikuwa ni kwa shingo upande, lakini waliniruhusu. Lakini baada ya kurudi kuna manufaa ambayo wameyapata kutoka kwangu, kwa sababu mambo mengi nimejifunza, ikiwa ni pamoja na masuala mazima ya uzalishaji mali, ambapo nyumbani JKT tumejifunza ufugaji wa kuku, kilimo, ulimaji wa bustani, hata namna ya kuvuna, sababu tumeenda na watu pale JKT walikuwa hawajui kuvuna. Unapeleka mtu shambani anakuambia hivi ndio nini, anashangaa mahindi, hajui mahindi ni nini. Lakini kupitia Jeshi la Kujenga Taifa watu wamejua na wamejua namna ya kupractice, namna ya kulima, namna ya kuandaa shamba, namna ya kufanya nini, jambo ambalo linaleta manufaa kwa taifa letu. Kama alivyo matarajio ya kila mzazi wa Tanzania, anatarajia kupata taifa lililo bora. Na taifa lililo bora linategemea vijana walio bora, kwa sababu vijana ndio taifa lenyewe. Hivyo kila mzazi awiwe mtoto wake kwenda kushiriki mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa, kwa sababu yana manufaa makubwa kwa taifa, hata kwa mtu mwenyewe binafsi, kwa sababu mtu anapoenda kujifunza hata ratiba zake za kimaendeleo lazima zipangiwe vizuri, kwa sababu kule tunajifunza namna ya kutunza muda. Hiyo ndo moja ya funzo ambalo tumelipata kule, kwamba ukitunza muda hata mambo yako utayamanage, kwa sababu ukipoteza muda adhabu ilikuwa unapewa, japo adhabu zenyewe ni za kawaida, kwa sababu ni zile za kukumbushana, jambo ambalo wenzetu wakiona labda kwenye clip wanadhani kwamba ndio mateso, kwamba JKT siwezi nikaenda kuna mateso. Hamna, zile ni clip tu, waelewe kwamba ni clip. Mitandao sasa imeendelea, kuna clip zinatengenezwa wanarusha kwa ajili ya kulichafua Jeshi la Kujenga Taifa, jambo ambalo sio halina uhalisia ndani yake. Ukitaka kujua uhalisia wenyewe nenda, kwa sababu Jeshi la Kujenga Taifa mimi naweza nikasema ni chuo kilicho bora kwa vijana wa Kitanzania, kwa sababu tunaenda kujifunza uzalendo, maadili, tunajifunza historia ya nchi yetu imefika wapi na inaenda wapi. Na taifa kwa kutambua umuhimu wa mafunzo hayo, ndio maana wakaruhusu wanafunzi kwenda kule. Hata ukienda una mahitaji, kuna mahitaji mengine kama jeshi, kama taifa kwa kushirikiana na jeshi lao wanaenda kuchangia kule, ili mradi upate mafunzo ambayo yanakuja kuleta mabadiliko chanya kwa taifa letu kwa ujumla. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya
pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.